Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa, watu wa Mungu. Napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ametupatia nafasi hii nyingine tena. Nafasi ya kipekee sana ambayo inatufanya sisi tuweze kuendelea kukaa katika mfululizo huu wa kulisoma neno lake. Msikilizaji, kumbuka kwamba katika channel hii ni sehemu ambapo tunaenda katika mfululizo maalum wa kuisoma Biblia mpaka pale tutakapoimaliza. Na tumeanza kwa utaratibu wa kusoma sura moja moja, lakini utaratibu unaweza ukabadilika kadiri siku zinavyokwenda. Nia na madhumuni ni kwamba tuwe nayo Biblia kwa njia ya sauti. Na ni utaratibu ambao binafsi kama mtumishi wa Mungu nimependa sana kushare na wenzangu. Ninafahamu jinsi ambavyo wakati mwingine unaweza ukawa busy kukaa kusoma, lakini ukikaa ukiwa unasikiliza hata ukiwa maeneo ya kazi, maeneo mbalimbali, basi unaweza kuendelea kujifunza neno la Mungu, ukasikiliza sauti na kupata aya angalau moja moja kila siku inayokwenda kwa Mungu. Msikilizaji, kabla hatujaanza somo hili, nikukupitishe nyuma kidogo kwamba tulishia katika sura ya 13 ambayo ya kitabu cha Mwanzo, ambayo hii sura ya 13 ilikuwa inaelekeza, inakufundisha na kutupa historia pia vile vile ya Abraham. Ni huyu Abrahamu ambaye kipindi kibado alikuwa anaitwa Abraham, kipindi akiwa anatoka Misri na kurudi katika nchi ya Kanaani. Lakini tunakumbuka aliishia mahali, alisimama kwanza Bethel, mahali ambapo alikuwa ameitengeneza madhabahu ya Bwana hapo kabla. Lakini pia unakumbuka kwamba katika ile sura ya 13 tuliona kwamba alikuwa kwenye safari akiwa na Lutu, ambaye huyu ni ndugu yake. Kumbuka hapa ni mtu na baba yake mdogo, kati ya Lutu na Abraham. Sasa walipofika pale njiani, kukawa na wale, kwa sababu walikuwa ni matajiri, wana mifugo mingi, kukawa na mvutano kati ya wafanyakazi wao. Wafanyakazi wao wakawa wanagombana, kila mmoja anataka mifugo ya bosi wake iweze kujaa, yani iweze kula na kushiba. Kwa hiyo wakawa na mtafaruku pale, wale wafanyakazi wa Lutu na wafanyakazi wa mzee Abraham. Sasa katika hali ile ndipo sasa Abraham akasema, hatuwezi kugombana mimi na wewe, kwa sababu sisi ni ndugu. Inabidi kila mmoja achague sehemu ya kwenda, kwa sababu eneo hili ni kubwa. Huyu aende huku, huyu aende huku, ili mradi tu kuwe na amani. Na tuliona kwamba Lutu yeye alichagua upande wa Yordani, mahali ambapo Biblia ilisema kwamba ni sehemu ilikuwa na bonde zuri ambalo lilikuwa na nyasi nyingi sana, kama vile bustani ya Mungu. Lakini ndipo hapo sasa mzee Abraham yeye akaona ngoja aelekee upande mwingine. Kwa hiyo wakati alipokuwa Lutu anaenda upande wa mashariki ilipo Jordan, basi Abraham yeye akaamua kwenda upande wa kaskazini, upande mwingine ambapo sasa ni katika nchi ya Kanaani. Hapo ndipo mahali ambapo tulipokuwa tumesoma katika sura ile ya 13. Na tuliona sasa pale ahadi ya Mungu akimweleza Abraham kwamba hebu angalia upande wa, hebu tazama juu, angalia upande wa mashariki, magharibi, kaskazini na kusini, alafu uangalie uone, kwa sababu hii nchi nitakuwa naikupa wewe, na uzao wako utakuwa ni mwingi sana, kiasi kwamba kama mtu akiweza kuhesabu mavumbi ya ardhi, basi vivyo hivyo atahesabu watoto wako na kizazi chako kwa ujumla wake. Sasa hapo ndipo mahali ambapo tulipokuwa tumesoma sasa, tumeishia katika sura ile ya 13. Sasa msikilizaji, nimependa nikupitishe hapo nyuma kidogo, ili kusudi uweze kufahamu mahali tulipoishia na mahali tunapokwenda. Naamini Mungu anakubariki sana. Sasa kabla ya kuingia katika sura hii ya 14, hebu tuweze kufumba macho, tuweze kuomba kwa Mwenyezi Mungu, tupate kibali. Asante sana Mungu wetu unaishi mahali pa juu mbinguni, Muumba wa mbingu na nchi. Wewe ni kila kitu Mungu wangu. Mungu wangu, nakushukuru sana kwa sababu tumepata wasaa huu tena wa kusoma neno lako. Na kuomba Mungu tusaidie, tupe kibali, tusiishie katika kusoma tu, lakini pia tuweze kujifunza na kuishi maisha ambayo wewe unataka sisi tuishi. Bariki mtumishi wako, bariki msikilizaji. Nenda kamguse kwa namna ya kipekee sana.
mguse kwa namna ya kipekee sana. Kwanza mguse kiroho ili aweze kusikia neno, lakini pia liweze kumtia nguvu na kuamua kuishi maisha ambayo yanakupendeza wewe. Mungu wa mbinguni, niseme nini mbele zako? Unafahamu kabisa kwamba sisi wanadamu mahitaji ya mwili nayo ni muhimu. Sasa naomba uweze kumbariki msikilizaji katika habari nzima ya maisha yake. Atalisikiaje neno lako ikiwa ni mgonjwa? Nenda mfungue, mpe ahueni kwa jina la Yesu. Mfungue aweze kusikia neno lako akiwa na afya njema. Lakini pia kuna mtu ana msongo wa mawazo kuhusiana na masuala yake ya kibiashara na masuala ya uchumi kwa ujumla. Atalisikizaje neno lako? Hebu mfungue, mpe heri ili aweze kusikiliza neno lako na kubarikiwa. Fungua njia zake za kiuchumi, fungua njia zake za kimwili kwa ujumla wake, mfungue kiroho ili aweze kupata kujifunza na kuurithi ufalme wa mbinguni. Basi Mungu, hii ni sura ya 14 ambayo tunakwenda kujifunza. Tupatie kitu maalum sana katika maisha yetu. Tusiishi tu ili mradi tunaishi, lakini tuishi kadiri ambavyo wewe unapenda. Tunaomba hivyo tukiamini kupitia jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amina. Basi msikilizaji, tutakwenda kwa haraka kidogo katika sura hii ya 14. Karibu sana, tuanze na mstari wa kwanza. Ikawa siku ya tuanze vizuri. Katika mstari wa kwanza anasema, ikawa siku za Amrafeli mfalme wa Shinari na Arioko mfalme wa Elasari na Kedorlaoma mfalme wa Elamu na Tidali mfalme wa Goimu walifanya vita na Bera mfalme wa Sodoma na Birsha mfalme wa Gomora na Shinabu mfalme wa Adma na Shemeberi mfalme wa Seboimu na mfalme wa Bela, ndiyo Soari. Hawa wote wakakutana panapo bonde la Sidimu kwenye bahari ya chumvi. Miaka 12 walimtumikia Kedorlaoma hata mwaka wa 13 wakaasi. Na mwaka wa 14 akaja Kedorlaoma na wafalme waliokuwa pamoja naye, wakapiga Warefai katika Ashteroth Karaimu na Wazuzi katika Hamu na Waemi katika Shawe Kiriathaimu na Wahori katika mlima wao Seiri mpaka Esparani iliyoko karibu na jangwa. Kisha wakarudi wakaja mpaka Enmisfati, ndiyo Kadesh, wakapiga nchi yote ya Waamaleki na Waamori waliokaa Hasason Tamari. Mfalme wa Sodoma na mfalme wa Gomora na mfalme wa Adma na mfalme wa Seboimu na mfalme wa Bela, ndiyo Soari, wakatoka wakapanga vita panapo bonde la Sidimu, wapigane na Kedorlaoma mfalme wa Elamu na Tidali mfalme wa Goimu na Amrafeli mfalme wa Shinari na Arioko mfalme wa Elasari, wafalme 4 juu ya wale 5. Na bonde la Sidimu lilikuwa limejaa mashimo ya lami, nao wafalme wa Sodoma na Gomora wakakimbia wakaanguka huko, nao waliosalia wakakimbia milimani. Wakachukua mali zote za Sodoma na Gomora na vyakula vyao vyote wakaenda zao. Wakamtoa Lutu mwana wa nduguye Abraham aliyekaa huko Sodoma na mali yake wakaenda zao. Mtu mmoja aliyeponyoka akaenda akampasha habari Abraham Mwebrania, naye amekaa panapo mialoni ya Mamre, yule Mwamori ndugu ya Eshkelon na ndugu ya Aneri, na hao walikuwa wamepatana na Abraham. Abraham aliposikia ya kwamba nduguye ametekwa mateka, akawapa silaha vijana wake waliozaliwa katika nyumba yake, watu 314, akawafuata mpaka Dani. Akajipanga apigane nao usiku, yeye na watumwa wake akawapiga, akawafukuza mpaka Hoba
ulioko upande wa kushoto wa Dameski. Naye akarudisha mali zote, akamrudisha na Lutu nduguye na mali zake, na wanawake pia, na watu. Abramu aliporudi kutoka kumpiga Kedorlaoma na wale wafalme waliokuwa pamoja naye, mfalme wa Sodoma akatoka amlaki katika bonde la Shawe, nalo ni bonde la mfalme. Na Melkizedeki mfalme wa Selemu akaleta mkate na divai, naye alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Akambariki akasema, Abraham na abarikiwe na Mungu aliye juu sana, muumba wa mbingu na nchi. Ahimidiwe Mungu aliye juu sana, aliyewatia adui zako mikononi mwako. Abrahamu akampa fungu la 10 la vitu vyote. Mfalme wa Sodoma akamwambia Abraham, nipe mimi hao watu na hizo mali uchukue wewe. Abrahamu akamwambia mfalme wa Sodoma, nimeinua mkono wangu kwa Bwana Mungu aliye juu sana, muumba wa mbingu na nchi, ya kuwa sitatwaa uzi wala gidamu ya kiatu wala chochote kilicho chako, usije ukasema nimemtajirisha Abraham. Isipokuwa hivyo walivyokula vijana na sehemu za watu waliokwenda nami, yaani Aneri na Eshkelon na Mamre, na watwae wao sehemu zao. Msikilizaji, hebu isikilize hii aya, hii sura isikilize kwa mara zaidi ya moja. Yaani isikilize mara zaidi ya moja, alafu utaelewa ni kitu gani ambacho kipo humu ndani. Lakini kuna wakati ambapo nitakuletea pia masomo mbalimbali ya kujifunza neno la Mungu kuhusiana na kitabu hiki cha Mwanzo. Lakini hii aya kwa kifupi tu, kuna kitu ambacho Abrahamu, ambaye baadaye anabadilishwa jina na kuitwa Abraham, utakuja kuona ni kitu gani ambacho alichokuwa nacho katika moyo wake. Katika yote, nasema katika yote, lakini Abrahamu alikuwa na kitu kinaitwa uaminifu sana. Alikuwa na kitu kinachoitwa uaminifu. Ukisikiliza hii sura imejaa uaminifu mkubwa, mpaka pale ambapo anapoambiwa achukue vitu baadhi, anasema sitachukua, kwa sababu nimenena mbele za Mungu kwamba sitachukua hata gidamu, hata kitu chochote kutoka kwako. Usije ukasema kwamba nimemsaidia Abraham. Unajua ni kwa nini? Ni kwa sababu Abraham alihitaji kwamba matendo yote ambayo anayafanya na uimara ambao ushindi anaopata, sifa na utukufu virudi kwa Mungu, kwamba Mungu ndiye aliyemsaidia na sio mtu mwingine yeyote. Sasa kwa sababu alishamwambia Mungu kwamba yeye hatochukua kitu chochote kutoka kwa mfalme huyu, sitachukua kitu chochote, basi anasema sichukui. Huu ni uaminifu. Abrahamu anabaki katika swala zima la uaminifu katika matendo ambayo au ahadi ambazo alizoweka mbele za Mungu. Kwa nini wewe msikilizaji usiwe mwaminifu kama Abraham? Labda ningekuwa na muda mrefu sana, ningeongea mambo mengi sana katika sehemu hii, na hasa kuhusiana na swala zima la uaminifu. Lakini anasema siwazuii hawa watu wengine, wafalme wengine ambao niliokwenda nao kupigana, hawa nachukua sehemu zao, na chakula ulichonipa sawa, lakini mimi binafsi sitachukua kitu chochote. Uaminifu wa namna gani kwa mzee Abraham aliyokuwa ameweka mbele za Mungu. Sasa msikilizaji, hii aya usipite tu, isikilize mara nyingi, lakini muombe Roho wa Mungu aweze kukufungulia, uweze kuifahamu kweli iliyoko katika sura hii. Mungu akubariki sana, na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu kae na sisi sote sasa na hata milele. Amina.